unapoishi katika nyimbo za kuabudu ndani ya moyoni mwako, ndipo unapomuona Mungu kwa ukaribu sana. Maana Mungu haishi kwenye kelele. Mungu anaishi katika hali ya utulivu, ambapo moyo wako umeweka kwenye utulivu mzuri, ndipo unapomkaribisha Mungu naye anakuja kukaa na wewe. Neno la Mungu tunaenda kusoma katika kitabu cha Mathayo 24. Tunaona ya kwamba wanafunzi walifika wakati wakasema, dalili yako ni ipi ya kurudi tena mara ya pili? Mwanafunzi wa Yesu anamuuliza Yesu, ni kwa ajili ya vizazi vilivyopo vitakavyo kuwepo mbeleni, sio kwa ajili yao. Na ndio maana mahitaji mengi mwanadamu anayafanya kwa ajili ya vizazi vitakavyo kuwepo, sio kwa ajili yake. Anakuwa yuko tayari kufa na anakuwa yuko tayari kupigania haki, ni kwa ajili ya walioko mbele, sio kwa ajili yake yeye. Na wanafunzi wakati wanamuuliza Yesu, ni kwa ajili ya vizazi vitakavyo kuwepo au ni kwa ajili yetu sisi ambao sasa hivi tunayasoma habari hizi? Na Yesu anasema, mtakapoona vita na matetemeko mengi, basi mjue na mimi niko karibu kufika. Mtakapoona vita, matetemeko mengi, naye Yesu yumo ndani ya zile tetemeko, yumo ndani ya zile dalili, yumo ndani ya yale unaoyaona wewe, kama ndio siku zako za mwisho zimefika. Ukitamani siku za mwisho zifike wakati ukiwepo wewe, au wakati ule unapohitaji wewe, Mungu huwa anabaki anakuangalia umejiandaaje katika maisha yako. Umejiandaaje ndani ya maisha yako wewe unayehitaji mimi nije haraka? Umefundisha mara ngapi? Umeshuhudia mara ngapi? Umehubiri mara ngapi? Mambo mangapi ambayo umeyafanya kwa ajili yangu, halafu bado unanihitaji nije? Jibu huwa inakuja kwamba hauwezi na hujafanya. Maana kama ungekuwa unafanya, ungekuwa na wajibu wa kuikaribisha amani katika nchi yako. Lakini kwa sababu na wewe unaungana wasiohitaji amani katika nchi yako, bado Yesu anaendelea kuangalia katika maisha yako. Maana kama unahitaji vita, na maana hujaiona vita. Ila ukiona vita, hauwezi kuhitaji vita. Kwa sababu bado hujaiona vita, na ukalala njaa wiki nzima, haoni ndugu yako, haoni mtoto wako, haoni na kazi yako, haoni kila kitu chako. Ndio maana unaweza kusema tunahitaji vita, lakini usiombe vita. Ni hatari kubwa sana. Tena ni zaidi ya moto unapoukanyaga. Vita ni zaidi ya moto unaokanyaga.